Jamani, waandishi wa habari tusaidieni, rusheni mtandaoni, tupewe haki ya kuzika. Mtazamaji, jina langu naitwa Afonsi Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Majira haya ni saa 3, anazikwa mzee George Mollel ambaye alifariki siku kadhaa zilizopita. Inaeleza kwamba kumekuwepo na mvutano baina ya ndugu. Ndugu anataka mzee George Mollel akazikwe maeneo ya huko Chekereni, lakini upande wa familia, kwa maana kwamba watoto wanataka baba yao azikwe hapa eneo hili ambalo lina ukubwa wa zaidi ya hekari 6. Lakini wengine wanaeleza kwamba mamlaka ya mji mdogo imepandishwa hadhi, kwa hiyo watu hawaruhusiwi kuzikwa maeneo haya. Lakini hatujapata taarifa rasmi kutoka kwa familia, licha ya kwamba oda ya mahakama ilitoka, wakapewa kibali wao kuzika baba yao katika eneo hili. Kwa hiyo kwa sasa kuna kaburi lingine ambalo liko maeneo ya Chekereni, lenyewe bado halijafukiwa mtu, ambapo ilikuwa inaeleza kwamba huenda mzee George alikuwa azikwe maeneo ya kule. Lakini kwa sasa ni majira haya, vijana wameshirikiana na wananchi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanampumzisha mzee George Mollel, kwa maana kwamba hakuna mchungaji, hakuna ibada yoyote ambayo imefanyika ya mazishi katika eneo hili. Kama tunavyojua kwamba mwili wa marehemu unapositiriwa unaombewa na vitu kama hivyo, lakini hapa kutokana na sintofahamu hiyo, mazishi yanafanyika wakati huu wa usiku. Lakini awali tulizungumza na wananchi, lakini sintofahamu na vurugu za hapa na pale zilijitokeza kutokana na sintofahamu hii. Huyu baba ana shamba eka 4 hapa, eka 5, eka 6. Sasa kuzikwa kwa baba yake, wakati ana mali, na sisi wananchi anateseka. Arudi tena kutesa baba yake kule. Kwa nini serikali isiruhusu kuzikwa kwake? Jamani, waandishi wa habari tusaidieni, rusheni mtandaoni, tupewe haki ya kuzika. Hana eneo ndio akazikwa katika sehemu ambayo hana eneo. Sasa kaburi limeshachimbwa, limeshajengewa. Viongozi wa kitongoji hichi walikuweko wako hapa, mtendaji alikuweko hapa, mkuu wa wilaya anajua. Sasa waliangaliaje mpaka pakajengwa kaburi, wasizuie kabla kaburi halijachimbwa? Kwa hiyo tunachoomba mzee wetu akahifadhiwa kwenye eneo lake. Wapi? Hapa chini kwenye shamba lake. Ni kaburi lake na kwenye shamba lake. Ana zaidi ya eka 5. Tunashangaa mpaka sasa hivi hatuelewi. Tangu mimi na miaka 80 hatujawahi kuonaga msiba wa namna hii. Kwa hiyo mpaka sasa hivi inafika saa 1 marehemu yuko hapa na kaburi lichachimbwa kwenye eneo lake la eka 10, lakini ananyimwa kuzikwa hapo. Hivyo tunanyanyasika. Tunamuomba rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan atusaidie. Ni kwa nini tunanyanyasika na maeneo yetu tunayo ambao ni maeneo ya kutosha? Tunaweka kila mtu hapa, tunaweka zaidi ya 15, lakini haturuhusiwi na mashamba yetu. Hakuna hata nyumba ya mji, wala hamna mji, wala harufu ya mji haipo, lakini tunanyanyasika. Ni kwa nini? Shamba ya mpunga na ya kulima mahindi tunayo. Kwa hiyo lakini tunanyanyasika na baadhi ya viongozi ambao wanasema kwamba tuliweka saini hicho kitu, na hicho kitu hatujui, kijiji kizima hatujui. Hiyo kama waliongea labda nini wakati wa Chadema ni hiyo tu, lakini sisi raia hatujui, kijiji kizima hatujui. Kwa hiyo tunaomba serikali itusaidie ili tusike watu wetu, tusinyanyazike mpaka saa 2 ya usiku tuko na maiti hapa. Kwani ni haki? Na kaburi imeshachimbwa kabisa. Jamani, inaumiza, inatuumiza. Miaka sema hatujawahi kuonaga. Mimi ndio mwisho wangu, kilio chetu mtupelekee kwa rais wetu. Mimi naitwa Julius George Mollel. Kilichotokea hapa ni kwamba kumeshakuwa mji mdogo Usariva. Hapa uwezi kuzika kwa sababu kuna kibali cha kuzika na maeneo ya makaburi yakawa yameshatengwa. Sasa kitu alichokifanya wao, walichokosea ni kwamba wamesema kwamba
watatoa kibali. Sasa kinachozungusha hapa ni kwamba kaburi limeshachimbwa, lakini kibali mpaka sasa hivi hakijatoka kuonyesha kwamba huyu mzee anatakiwa azikwe ambaye ni babangu. Sawa, hicho ndio kitu kinacholeta taharuki mpaka sasa hivi. Kwa sababu tunaomba mara kibali kitatumwa kwenye mtandao. Kwenye mtandao watu wamesubiri, hakuna kinachoonekana. Tumesubiri, mara tunaomba tusubiri inatoka sio kwa mkuu wa wilaya, mara sijui atakuja OCD, mara atakuja mkuu wa wilaya, ndio mpaka sasa hivi mkuu wa wilaya anasubiriwa aje atoe tamko. Unaona, ndio hicho kitu tunachokisubiri mpaka sasa hivi. Lakini mpaka sasa hivi mkuu wa wilaya haonekani wala mtu yote haonekani ambaye mwenye mamlaka ya kuturuhusu sisi. Na kinachojulikana hapa kwamba mamlaka ilishatangaza kwamba hakuna maziko. Sasa kilichokuja kuleta shida kwa sababu ndugu wenyewe waliaminishwa, yani inavyoonekana kwamba wanasema kwamba kuna kibali ambacho kipo, kwamba wanaona kwamba wanasubiri kibali ili waweze wakamzika baba hapa. Lakini sasa kama ukoo wenyewe umekaa ambao ndio wenye muhusika wamesema kwamba akazikwe Kiserian, ambapo huko ndo alikuwa anatakiwa akazikwe, lakini kwa hapa hakuna kibali. Sasa kinachosumbua sasa watu ni ile kwamba kibali kitatoka, ndio kitu anachokisubiri kwamba kibali kitatoka. Unaona, sasa ndio mvutano unatokea hapo. Sasa sisi kibali tulichopewa ni cha kuja kumzika baba kwa sababu mzee alipata ajali. Kwa askari akaja akadhibitisha pale kwamba baba amepata ajali na sehemu alizoumia. Kwa hiyo daktari akaandika na askari akawa yuko pale, tukasaini, tukapewa mwili kwamba tukaandika kwamba mwili utakuja kuzikwa Magadini. Lakini kumbe sivyo jinsi ilivyokuwa, kwa sababu hakuna kibali cha kuzika. Kwa kweli kilichokuja kuleta shida hapo sasa, kaburi lilivyokuwa limechimbwa, wakasema kwamba wanashughulikia kibali. Sasa kilichofanya mwendelezo wa kaburi ikafikia mahali kwamba likasitishwa kwamba lisiendelee. Unaona Sasa basi ndio hicho kinacholeta kibali mpaka sasa hivi kwamba kibali. Unaona? Kiserian ni kwa nani? Kiserian ni kwa babake mzazi wa marehemu. Kaburi limechimbwa. Na kaburi kule anapo limechimbwa. Kwa makaburi yako mawili. Sasa hatuna masharti kwa sababu si bado hujatamka tamko. Maana ningetamka tamko tujue ni wapi. Sasa tungejua tuna masharti tufukie lipi kwa masharti yapi. Sasa hatujui mpaka sasa hivi. Ndio. Kwa kuna sintofahamu. Cha msingi kama halmashauri imesema Usan River ni mamlaka ya mji mdogo na basi na tamko lipo limetolewa kwamba hakuna kuzikwa, basi itabidi ifuatwe sheria, maana hakuna mtu aliyeko juu ya sheria. Maana paka mahakama imesema haiwezi kutangua tamko la halmashauri ambaye ni mji mdogo wa Usan River. Maana unajua baba alipata changamoto kipindi cha nyuma, hatakuwa naye kwa muda mrefu. Lakini sasa baba tu amepata ajali. Maana ingekuwa kama ni ugonjwa angeweza kuwa na tamko la kusema. Maana ugonjwa si unamvuta mtu anakaa muda mrefu. Lakini sasa ni ajali pupa akafia hapo. Kwa mzee hakuweza kuwa na tamko lolote. Kwa kweli sasa hivi sina la kusema. Kwa sababu kila mmoja anatazamia kibali kama tulivyoaminishwa, tusubiri mkuu usijue OCD sijui nani ndo anakuja. Kwa sasa kila mmoja amekaa asubiri tamko la huyo mkuu anayekuja. Ndio sasa watu ndio wapate go ahead kwamba waondoke wairishe, ndio tunachokisubiri sasa hivi. Sasa kama swala mtu wa familia, mimi maamuzi atakayotolewa na uongozi wa serikali ndio nitakachokifuata hicho. Mimi sina maamuzi mengine, maana siko juu ya mamlaka wala siko juu ya sheria. Jonas Ndekiro Palanjo, Captain Murara, mwenyekiti wa kijiji cha Ndatu, kata ya Poli, wilaya mkoa Arusha. Nimekuja hapa saa 4. Tumekaa hapa, mwili haujaletwa, ukaletwa kwenye saa 7. Kwenye saa 7 taharuki katokea kwamba ni wapi anazikwa. Je, ni mamlaka ya Usan River au ni wapi? Lakini kaburi lilitengenezwa toka jana na juzi. Maandalizi yote yalifanyika kwamba azikwe kwenye mamlaka mdogo ya Usan River. Lakini baadaye ilipofika ule muda wa kuzika, kuna mashauriano yalikuwa kwenye mochari na kwa mkuu wa wilaya, lakini mkuu wa wilaya walikuwa wasaidizi wake. Kwa mpaka sasa hivi tunavyozungumza sasa hivi mwili haujazikwa. Ila kuna kaburi mbili zishachimbwa. Kaburi ya kwanza ishachimbwa na ikawekwa na tiles. Lakini ingine vijana walichukulia hapa ule muda wa saa 8 kwenda Kiserian, kwenda kuchimba kaburi lingine. Kwa hiyo unaona hii hali halisi ilivyo. Watu wameshakula chakula kila kitu na maabudi yamefanyika, lakini bado mtu hajazikwa. Kwa hiyo sasa ninasikitika sana nimsiniza mtendaji wangu, lakini baba mkuu wake hajazikwa mpaka sasa. Kuna mambo mawili. Jambo la kwanza nafikiri kwenye dodosa zangu ni kwamba hii ni mamlaka ya Usan River. Hawaruhusiwi tu kuzikwa hapa. Wanazikwa chemchem. Na makaburi yalitengenezwa zamani baada ya zile mamlaka kuja kuangalia mamlaka ya Usan River na vijiji. Ukishakuwa kwenye mamlaka ya Usan River uruhusiwi kuzika eneo husika. Lazima ukazike ule chemchem. Lakini pia yaelekea kwa taarifa ambazo sio sahihi, ambazo siwezi kusema mimi. Kuna issues, unajua ukishakuwa kufa kwenye issues za mali zinaleta complaint. Maana ule bwana kaburi sehemu iliyochimbwa ni sehemu ya kuna eka kadhaa.
Hapo ni mpunga tu umeoteshwa, lakini wanaenda kumzika hapo pembeni hapo. Sasa hilo hatuwezi kuzungumzia sisi. Maana mimi sio bwana familia. Mimi Kimeru, shimo likishachimbwa, kama mtu hajazikwa tunaweka mgomba, tunafukia au tunasubiri kesho yake. Maamuzi atakapotoka, kama ile kaburi limechimbwa kule na ile limeshakuwa tayari, wataweka mgomba, mamlaka ambayo inayosema inategemea. Tunasema jambo moja, kama imetokea itakapotokea, kama kuna mashimo mawili yamechimbwa, moja litaweka mgombo au lifukiwe au ikatwe kitu ambacho ina damu iwekwe ifukiwe. Lakini kama lile ambalo kama maamuzi yatakayofanyika ni wapi patazikwa, kama waziki leo yale mashimo yote yamewekwa migomba kimila cha Kimeru, alafu wasubiri siku ya kuzika. Kuna sera moja ambayo tunashindwa kuielewa sana. Kuna mamlaka au nguvu ya uwezo wa mtu ikafanya delay za watu au ikafanya delay za watu ikawa sawa. Hii naitwa Saidi Isa Mfinanga. Hii kazi imeanza jana, fundi wangu mkuu ni hapa. Kazi imeanza kuanzia jana nadhani. Maana mimi nimeingia, mimi fundi tiles, nimekuja kuweka tiles leo. Sisi tumepewa kazi, tumefanya kazi yetu, tumemaliza. Mambo mengine sisi hatujui kinacho. Kwangu mimi ni mara ya kwanza. Yaani haijawahi kutokea kitu kama hiki kwenye kazi yangu ya ufundi. Sijawahi kuona kitu kama hichi. Leo ndio nimeona kwa mara ya kwanza. Naitwa Dismas Peter Moria, ni Mchaga Mkibosho. Huyu aliyefariki hapa ni mjomba wangu. Amefariki siku ya Ijumaa na ana sehemu kubwa ya kuzikiwa. Shamba nadhani mnaliona. Ili shamba lina ukubwa zaidi ya eka 7. Hii siku tumeteneza kaburi na tumezuia tusimzike huyu mjomba, na ndo mwenye sehemu husika hii ya kuzikiwa. Issue ya sababu sasa sisi kama mimi au na watu waliotuzunguka hapa, si hatuwezi jua, labda hii itakuwa ni iko ndani labda ya watoto. Mjomba wangu ana watoto 5. Kike ni mmoja, 5 ni wa kiume, na wote majina yote na wajua. Itakuwa ni issue ya mambo tu ya mali. Ndio maana mgogoro ambao unaoendelea mpaka sasa hivi. Sasa hivi ni saa 1 kasoro Saa 1? Mtu ametolewa mochari saa 3. Mpaka sasa hivi ameweka pale nyumbani kwake hajazikwa. Hii ni laana hii. Hii ni laana. Na makaburi yamechimbwa mangapi? Makaburi yamechimbwa, yani pale sasa hivi yameshachimbwa mawili. Ambao kaburi la kwanza ambao limechimbwa Magarini, kuna shamba lake ile lenye ukubwa wa eka 7. Na hiyo lingine la pili sasa ambao tamko ambao limetoka asizikiwa hapa limeenda kuchimbwa kisiri, yani ambao watu wamepigwa na muda wa saa 9 kwenda kuandaa hilo kaburi. Hili shamba lishawahi kuuzwa? Halijawahi uzwa, ni mali ya marehemu. Issue kama mimi hata na mimi pia na ardhi, japo ardhi ni ndogo. Ardhi nimeitafuta mimi kwa gharama ninavyojua mimi. Siku naambiwa nisizikiwe kwenye ardhi yangu. Ni kitu ambacho kiingia akilini. Hili ni swala la mali, wanataka kutoana, ni swala la mali, wanataka kutoana roho, sio mamlaka. Maana mamlaka lazima waangalie vigezo vya shamba. Shamba lina ukubwa gani? Hii hapa zaidi eka hizo mali unaona hilo. Hapo mtu siku watu 3 tu unaambiwa usizikiwe kwenye shamba lako. Inakuja hiyo? Hiyo. Hiyo hizi ingia akilini. Issue ya ushauri ni wenyewe sasa wawe kitu kimoja. Sababu baba yao ameshaondoka, amefariki, wenyewe washikamane. Wasiposhikamana hii mali itawamaliza. Okay, kwa kweli kimila huwa kaburi yaliruhusiwa lilale bila kuzikwa. Hadithi likachimbwa kaburi alafu likalazwa hivyo hivyo. Ni haijawahi tokea, hii sio vizuri. Ina madhara, itaita watu ambaye walikuwa itaita watu wa kuzikwa hapo. Lile kaburi la kule ni kwa babake na huyu mzee mwenye shamba. Na lakini hili ni kwenye shamba la marehemu. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba mzee marehemu aje azikwe kwenye shamba lake.